Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi kwa mwezi Novemba mwaka wa 2025. Mwezi ambao tumekuwa tukijifunza mada kuu isemayo, Mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo ni Novemba 29. Leo tutaiangazia mada isemayo wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Danieli, sura ni 12 aya ni ya kwanza. Neno la Mungu linasema, kutakuwako na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tu wa dhambi, kwa hakika hatustahili hata kusogea katika uwepo wako. Lakini tunasema asante kwa sababu umetupatia nafasi hii. Nasi tumekuja kwako, tumekuja miguuni pako kwa unyenyekevu, tukiwa wa dhambi na tukiomba msamaha wa toba, tukiomba kwa dhati utusamehe uovu wetu. Tumekutenda dhambi wewe peke yako, katika kunena, katika kufikiri, katika kutenda kwetu wenyewe, hata katika kuwatendea wengine. Kote tumekutenda dhambi. Tusamehe dhambi zetu, tutakase, tusafishe, turehemu. Watoto wako wa kiume na wa kike tuna magonjwa ya kimwili na kiroho. Wewe nyoosha mkono wako na tunakusihi ukatuponye kuugua kwetu. Tunapojifunza mada hii siku ya leo, tunakushukuru kwa sababu tayari umekwisha chagua kutembea nasi. Nasi tunachagua kuja katika uwepo wako. Tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na maombi yetu yote tuliyoyaleta kwako tunakushukuru, kwani utayajibu sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Kadiri tunavyokaribia hatari za siku za mwisho, majaribu ya adui yanakuwa makali na ya kudhamiria zaidi. Shetani ameshuka akiwa na nguvu kuu, akijua kwamba anao muda mfupi, na anafanya kazi katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Onyo linatolewa kwetu kupitia neno la Mungu kwamba kama ingewezekana angewadanganya hata yumkini walio wateule. Matukio ya kustaajabisha hivi karibuni yatatokea ulimwenguni. Mwisho wa mambo yote unakaribia. Wakati wa taabu umekaribia kuwajia watu wa Mungu. Ndipo amri ya kuogofya itatangazwa kwa wote wanaoitunza sabato ya Bwana, kuwakataza wasiuze wala kununua, na kuwatishia kwa adhabu na hata kifo ikiwa hawataitunza siku ya kwanza ya juma kama sabato. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kupitia aya hii tunaona umuhimu wa majina yetu kuandikwa katika kitabu cha uzima. Wale wote ambao majina yao yameandikwa humo wataokolewa kutoka katika mamlaka ya Shetani, na Kristo ataamuru kwamba mavazi yao machafu yaondolewe na wavikwe haki yake. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikie.
Katika wakati wa taabu, shetani anawachochea waovu, nao wanawazingira watu wa Mungu ili kuangamiza. Lakini hajatambua kwamba msamaha umekwisha andikwa mbele ya majina yao katika vitabu vya mbinguni. Hajatambua kwamba amri imekwisha kutolewa: wavueni nguo hizi zenye uchafu, muwavike mavazi ya thamani nyingi, na kuwafunga kilemba kizuri vichwani mwao. Ahadi aliyopewa Joshua, wanaahidiwa masalia wote wa Mungu. Kama ukienda katika njia zangu, si katika njia zako mwenyewe, na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Ni akina nani hawa wasimamao karibu? Ni malaika wa Mungu. Macho yetu yangeweza kufunguliwa kama ya yule mtumishi wa Elisha kule Dothan. Tungeweza kuona malaika waovu wakituzunguka pande zote, wakijaribu kutusogelea na kutafuta nafasi ya kutujaribu na kutuangusha. Tutawaona pia malaika watakatifu wakitulinda na kwa mwangaza na nguvu zao wakiwasukuma kurudi nyuma malaika waovu. Historical Sketches, ukurasa wa 155 na 156. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 29, mada ikisema wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Novemba 30 tutajifunza mada isemayo hukumu yote kwa mwana. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba na Bwana wataka yote na mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana wataka yote na mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Yote kwake yawezekana, ndugu, hakuna limshindalo. Mashaka ya nini, mpendwa, amini tumeshinda. Hatuna mashaka